katika maeneo ambayo anatajwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sikilizeni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, majtama'a qaumun fi baitin min buyuti Allah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa, kwamba hawajakusanyika watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Lengo lao ikawa ni nini watu hao? Na tukisema nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, hapa tunakusudia ni misikiti. Kama sisi hivi tulivyokuwa leo katika misikiti hapa, tumekusanyika hapa, kisha Mtume alayhi salatu wasallam akasema lengo la watu hao likawa ni yatluna kitab Allah, wakawa ima wanasoma kitabu cha Allah, wa yatadarasunahu bainahum, au wakawa wanafundishana kitabu hicho kama sisi jinsi ambavyo tunavyofanya hapa. Watakaofanya hivyo wanapata faida kubwa 4. Faida ya kwanza, Mtume alayhi salatu wasallam anasema illa nazalat alayhim as-sakina. Faida ya kwanza, watu hao watashushiwa na Allah subhanahu wa ta'ala utulivu. Watashushiwa na Allah subhanahu wa ta'ala utulivu. Na anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ala bidhikrillah tatma'innul qulub. Tambueni ya kwamba kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala basi nyoyo huwa zinatulizana. Hapa ninakumbuka ndugu zangu Waislamu, ambalo mmoja katika wanafunzi aliuliza mashekhe zetu, alikuja akishtakia akielezea changamoto za kimaisha alizonazo, kwamba riziki imekuwa ni ndogo, changamoto za kifamilia, maradhi na matatizo mbalimbali. Yule shekhe akawa kisha akamwambia shekhe kwamba niusie jambo gani nilifanye. Yule shekhe akamwambia, ninakuhusia sana kuhudhuria sehemu ambapo anapotajwa Allah. Hudhuria sana durusi, madarasa ambayo yanayowekwa misikitini au sehemu popote pale ambapo lengo ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Unatazama Amani TV Online, amani kwa wote.